Mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni kutoka himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Lakini pia ni katibu mkuu Muungano wa Falme za Afrika, United Kingdoms of Africa, na zaidi ya hayo ni mteule katika taasisi ya wafikiriaji duniani kama makamu mwenyekiti. Zaidi ya hayo, mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi, na hapa nipo nje ya sehemu ambayo tumekuwa tukifanya kama makutano kwa ajili ya kukutana, kujifunza mambo yanayohusiana na ukweli wa kuishi. Lakini niliahidi kuwa nitawaonesha baadhi ya miujiza ambayo imekuwa ikifanyika na himaya hii, lakini pia ikiwa ndiyo inayotengenezwa na nguvu. Maana kwa bahati mbaya sana watu wengi wamezoea nadharia, na hapa tumeleta tu mambo machache kidogo. Kama unavyoweza kuona hapa, dira inazunguka. Baada tu ya kufika hapa imesha sensi damu na inazunguka kwa kadiri ya kuonesha wazi kwamba ni sehemu ya muujiza. Lakini pia ukiangalia hii ni moja pia kati ya muujiza ambao ni mkubwa, ambao nao unaonekana hivyo. Usipojua unaweza kuhisi ni tai ametua, lakini hii ni tunguri na ina dawa, na dawa ndiyo inayofanya iweze kuzunguka hivyo. Napoona nazungumza na yenyewe inazunguka hivyo bila kuguswa, na inatengeneza mfumo kabisa wa kuonesha kwamba wameshatambua uwepo wangu, na ndiyo maana unaweza kaona inaweza ikazunguka hivyo. Sasa kitu kikubwa ambacho nilipenda watu wakijue, haya mambo ni mambo yanayotengenezwa na nguvu. Na nguvu zangu ni nguvu za himaya, ni nguvu zinazotokana katika himaya zetu za zamani, na ndiyo maana nimekuwa nikielezea wazi kwamba mimi ninahusika na uganga wa zamani. Pamoja na kwamba huu tundu mwingine tumeupata kwa nguvu iliyotoka kwa jirani zetu Kongo, kwa Kongomani, na tumeweza kupata viumbe wanaotusimamia na kutusaidia katika kuimiliki nguvu hii. Niliwaelewesha wakati tulipompokea Shamuro Mwana Zambite katika himaya yetu. Kama unavyoweza kuona, Shamuro ameshagundua kama nimesimama karibu yake. Hivyo anaonesha mazingira akiwa na kontroliwa na pete hii. Pete hii ndio inayomcontrol Shamuro na anazunguka kadiri ya ilivyo. Lakini kitu kingine ambacho ni cha kushangaza, hii ni pembe. Ila ndani ya pembe hii kuna dawa. Lakini ukiangalia ina uzito mkubwa sana. Lakini ukiona hii ni chupa tu, na hapa hakuna ulimbo wala hakuna kitu chochote. Ila utaona ninapoweka hivi, nikiweka tu hivi haidondoki. Inaweza ikahang, maana nimeweka pembeni, lakini nikiweka katikati utaona inakaa vizuri pia. Na wakati huo huo ikiwa inazunguka zunguka, kawaida ilitakiwa idondoke, maana kama unavyoona ni incha. Lakini incha hiyo imeingia sehemu ambapo haidondoki. Sasa ni maajabu na miujiza isiyo ya kawaida kuweka incha. Hata kama ingekuwa ni ulimbo, kwa incha hii isingeweza kushika, japo pia ni tunguri na ina dawa zake. Na pengine ngoja niweke hata hapa, hii imekuwa ndogo zaidi, lakini tayari inanasa na haiwezi kudondoka. Lakini hata tukisema basi tuone namna inavyowezekana, hata tukitumia utaalamu mwingine, namba mfuniko huo wa chupa ya kawaida, kwa sababu hii nahisi nabeba mfuniko wa chupa ya kawaida. Mfuniko huu unaweza ukafiti hapa. Yes, hapa mfuniko umefiti. Unaweza ukaona pia jinsi ambavyo hivi vitu vinaweza vikatumia muujiza mkubwa. Hii ni incha, lakini ukiiweka juu hapa bado ina uwezo wa kutokuanguka. Ndicho kinachoweza kuonesha wazi kwamba Shamuro Mwana Zambite anafanya kazi kubwa sana. Mara nyingi wengi wamekuwa wakiniita Mfalme Dr. Fadhili, kijana mwenye miujiza ya kutisha. Nazali majende ya Kobanga, na Kobanga binote, na Kobanga na Nzambe na Ngai. Miujiza yangu simwogopi yeyote, bali namwogopa Mungu pekee. Na ndiyo maana unaweza kaona wazi kwamba Shamuro ameshaingia, muujiza huo unatendeka kwa kukontroliwa na pete hii ya Shamuro Mwana Zambite, ikiwa imetengenezwa na Wakongomani, na ni nguvu ambayo nimeilisi kutoka kwa Kongo. Kama nilivyoeleza, mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi, na wengine kwa bahati mbaya sana wanahisi kishakuwa mwanajadi tu umemaliza, nguvu ni uhakika. Lakini kumbuka kuna namna ya kujifungamanisha na nguvu. Usipoweza kujifungamanisha na nguvu, unaweza kukaa kwenye jadi miaka ya kutosha ila usifanikiwe. Lakini pia utaweza kuona dawa hii. Ndani humu utaona kuna miti na vijiti vilivyofungwa. Kusogeza hapa utaweza ukaona vijiti hivi vimeingiaje na vimeingizwa kwa nguvu gani? Maana vimefungwa, je, waweza kuvipitisha wapi? Na hii ni chupa.
Maana wengine wanasema utakuwa umeivunja. Ingekuwa plastiki sawa, lakini hii ni chupa ya kigae na hizi ni dawa. Hivyo viko humo na vinatenda kwa kadiri ya ilivyo. Lakini ukiangalia pia huyu ndege tai aliyetuletea dawa yetu, naye pia yuko kwenye misingi hiyo hiyo. Maana wengine wanasema sasa hapo kuna ulimbo, kuna ulimbo. Hakuna ulimbo. Ndio maana unaweza kaona tukifanya hivyo, yeye tu ananasa. Hata kama hana nani, ile ncha hiyo inanasa. Na bado naweza nikamweka hapa, mzee wangu akamshikilia. Unaona kadri ya ilivyo, mzee amembeba kichwani. Sasa huyu mzee ana ulimbo au ana nini? Haya yote ni moja kati ya miujiza ambayo naweza kuzungumza na miujiza ikatii. Kichwa cha mzee kina ulimbo, kina tundu, kina nini? Na ukiangalia hapa imeshagundua mfalme ameshaingia. Ndio maana inazunguka, lakini sasa inazunguka inataka na mimi nipitie. Kwa sababu mzee huyu hajanikubalia kuweza kusimama peke yake. Ila angenikubalia kusimama peke yake, maana yake ingezungushwa. Lakini hata nikimtikisa haidondoki. Maana wengine anahisi hapo kuna ulimbo. Na kwa kuwa anahisi kuna ulimbo, ndio maana wanahisi kwamba inanasa hivyo. Lakini ukiangalia hapa hakuna ulimbo, na ndio maana hata kwa mzee hapa aweza kukaa tu kwa wepesi. Anaweza kukaa kwa wepesi kabisa kabisa. Sapeti hapa inamzuzua, ndio maana nataka kuzunguka, hali ya kuwa uwezo wa kuzunguka nami nimemzuia. Lakini utaona miujiza hii bado ni tunguli ambayo naweza nikaiweka hapa, ukaweka tu, na kilichobaki ni kuweka kwenye uwepo tu hapa kwenye ardhi, sio kwenye ardhi, yani ukaweka tu hapa kwenye uwepo na ikaweza kunasa. Ni hatua na taratibu chache ambazo tunaendelea nazo katika kuendelea kuonesha baadhi ya miujiza mikubwa katika himaya hii. Hivyo nimekuwa nikieleza, kama unataka kupata huduma, wapo watu tuliowekeza kwenye nguvu, wapo watu tuliowekeza kwenye uwepo, wapo watu tuliowekeza kwenye misingi na kanuni za maisha. Wakati mwingine tunapozungumza hayo, kuna mwingine atakwambia anatibu, lakini hata dawa hazijui. Kufanya hivi sio jambo la kawaida. Unaona kanavozunguka? Sio jambo la kawaida, sio jambo la kawaida, sio jambo la kawaida. Lakini kwa wasiojua anaweza akaona ni kawaida. Lakini ukimwambia, je, nguvu inayofanya huyu azunguke, nguvu inayofanya hii ni ncha, inakaa katika ncha, ni nguvu gani na isidondoke? Na hata ukisukuma hivyo haidondoki, ni kitu gani? Hapo ndipo utajua kuna kushikwa na nguvu. Sasa hiyo nguvu ni nguvu gani? Maana hata ungekuwa ulimbo isingekuweza kunasa hivyo, ingekuwa imekwisha kudondoka. Hivyo niwakaribishe katika himaya yetu. Kwa wale mnaosumbuka na magonjwa, unasumbuka na mambo ya utafutaji, ungetamani na wewe umiliki kama wengine, unatamani kuweza kufanikiwa, nimekuwa nikieleza wazi kwamba maisha ni kanuni. Utakapofika utapewa maelekezo ya jinsi ambavyo unaweza kufanikiwa kupitia vipawa vyako. Sisi hatuhusiki na mambo ya kafara. Hatuhusiki na kafara za kutoa viumbe watu, kwa sababu madhara yake tunayajua. Ila kupitia kipawa chako, kupitia upambanaji wako, kupitia biashara yako, utaweza kufanikiwa na kufikia utajiri ukakadiri ya uhitaji wako. Asante na niwatakie wakati mwema.